tumekuwa na kikao chetu cha kamati ya uratibu kwa siku mbili. Tumeanza jana tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu 2026, na kikao chetu tumekihitimisha leo tarehe 2 mwezi wa 5. Na baada wakati tunaratibu kikao chetu tukasema tutawaalika wanachama wote kwenye kuhitimisha kikao chetu ili tuweze kuzungumza au kuwaeleza ni nini hicho ambacho pengine kilitufanya tukakaa ndani kwa siku mbili tukajifungia tukajadili kwa kina. Na ndiyo ilikuwa sababu ya wito wenu uliofanya tuwaite leo hapo, na kwa mapenzi na heshima kubwa kwa chama chenu, bila kujali kwamba hali zetu zikoje, watu wameitika. Nawaona akina mama wamefika, nawaona wazee wamefika, watu wote. Lakini mbali ya nzuri zaidi, kitu ambacho kinatia moyo, watu kutoka Rungwe wameweza kufika hapa, watu kutoka Mbeya vijijini wamefika hapa, na watu wa kutoka Uyole, watu wa kutoka hapa Mbeya mjini wamefika hapa. Hii inaonyesha watu wanakipenda chama chao na watu wanakipenda kweli kweli. Na mimi najivunia kuwa kwenye chama kinachopendwa, chama kinachoheshimiwa, chama ambacho watu wako tayari kuacha mambo yao yote, wako tayari washinde njaa ili waje kwenye chama wasikie chama chao kinasema nini. Kwa hilo nawapongezeni sana na karibuni sana katika hitimisho la kikao chetu ili tuzungumze yale ambayo tumeweza kuyajadili kwa kina. Sasa kabla hata sijazungumza mahususi kile ambacho tumekijadili kwa kina, naomba niseme yafuatayo kwa dakika kama 3 hivi. Ndugu zangu, wanachama wenzangu, vijana wenzangu, lakini wapenda haki wote ambao leo mmeweza kuitikia wito wetu kama vijana. Leo nasimama mbele yenu sio tu kama msemaji wa baraza la vijana wa Chadema mkoa huu wa Mbeya, lakini nasimama mbele yenu kama sauti ya dhamiri, sauti ya wengi, ile ambayo imekuwa ikituagiza tufanye, sauti ya dhamiri, dhamiri inayotaka kuona Tanzania yenye haki, Tanzania yenye usawa, Tanzania yenye uwajibikaji na uwajibikaji wa kweli. Leo nasimama mbele yenu kuzungumza kwa sababu hayo, na nyie mnafahamu, nyie ndugu zangu mnafahamu, kwa sababu nawaona wazee hapa. Tangu taifa letu lipate uhuru mwaka 1961, taifa limepiga hatua kama linapiga hatua mark time, linasonga mbele kama linarudi nyuma. Tangu tupate uhuru taifa letu, lazima tukumbuke na tukubaliane ukweli ambao haupaswi kufichwa. Bado tunabeba mzigo mzito, mzigo wa kikatiba, mzigo wa kisiasa. Na mzigo huu wa kikatiba na mzigo wa kisiasa ambayo katiba tulionayo inakwamisha ndoto za watu, inakwamisha ndoto za taifa. Ukikwamisha ndoto za watu, manake unakwamisha ndoto za taifa. Katiba tulionayo hii ambayo ndio msingi wa utawala leo kwenye taifa letu ni katiba ambayo imeua ndoto za watu maelfu kwa maelfu. Na kwa sababu ya kuua ndoto za watu, taifa letu limeuliwa ndoto zake. Ndio maana hata katikati ya utajiri, ardhi ya kutosha, madini, wanyama, mbuga na utajiri wote ambao Mungu ametupa watu zaidi ya milioni 70, taifa lenye madini, taifa lenye mito ya kutosha, taifa lenye maziwa, taifa lililozungukwa na bahari, watu wake bado ni maskini. Ni kwa sababu ya mifumo ya utawala, kwa sababu mambo hufanikiwa na mambo yanaweza kufanikiwa au yanaweza kufeli kwa sababu ya uongozi. Na taifa letu limekosa uongozi kwa sababu ile misingi ya utawala iliyopaswa itupatie uongozi bora imeharibiwa. Misingi yake imetengenezea siasa chafu, siasa mbaya, siasa za uhasama, siasa za kutafutana badala ya siasa
siasa za hoja, siasa za haki, siasa za kweli na siasa za uwajibikaji kwa watu. Na nyie mnafahamu katiba ya mwaka 77 ilijengwa chini ya mfumo wa chama kimoja, na waliotengeneza katiba hiyo walikuwa ni wa chama kimoja. Kwa hiyo katiba haikutengenezwa chini ya misingi ya ushindani, ilitengenezwa ni kama kwa ajili ya kuweza kudhibiti mfumo wa chama kimoja. Na kwa hiyo mazingira tulionayo leo ambayo yameasisiwa au yamerejelewa mwaka 1992, naomba nirudie, mazingira yaliyorejelewa, kwa sababu kuna watu wanakuja kwetu, wanaenda kwa wananchi, wanawadanganya watu, wanawaambia mfumo wa vyama vingi kwenye nchi hii umeanza mwaka 1992. Lakini ukweli wa Mungu, mwaka 1961 taifa linapata uhuru likiwa limeshashiriki uchaguzi mwaka 1958, nchi ikiwa chini ya mfumo wa vyama vingi. Mwaka 1961 tuko na mfumo wa vyama vingi. Mpaka mwaka 1964 tuko na mfumo wa vyama vingi. Mwaka 1965 dhambi aliyoifanya Nyerere kwenye taifa hili, akafuta mfumo wa vyama vingi, akatengeneza mfumo wa chama kimoja kwenye nchi. Kwa hiyo mwaka 1992 nchi ikarejea kwenye mfumo wa awali wa kuwa na mfumo wa vyama vingi. Lakini pamoja na kurejea kwenye mfumo ule, misingi ya kurejea kwenye mfumo wa utawala wa vyama vingi au mfumo wa demokrasia ya vyama vingi haukuzingatiwa kwenye katiba ya mwaka 77. Na ndiyo maana miaka ya 1990 wakati tunaelekea 92 kwenye kurejea kwenye mfumo wa vyama vingi, kuna tume iliundwa, tume ya Nyalali mwaka 91, mnakumbuka. Moja ya mapendekezo ambayo yaliakisi kilio na sauti ya wananchi kuhusu kuwa na mfumo wa utawala, mfumo wa kiuwajibikaji, mfumo wa kidemokrasia ya vyama vingi, wananchi walimwambia Nyalali akaandaa ripoti iliyosema ili taifa liwe kwenye mfumo wa vyama vingi lazima tufanye mageuzi ya kisiasa, mageuzi ya kimfumo wa utawala, ikiwemo kubadilisha na kupata katiba mpya itakayokidhi mahitaji na matakwa ya mfumo wa vyama vingi. Serikali ya CCM tangu wakati huo imekataa. Hatuna sio tume tu ya Nyalali, kuna tume ya Kisanga na tume zingine zote mpaka tume ya mwaka 2011 ya Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba. Yote wananchi walisema kama sauti yao, wakaweka msimamo wao kwamba tunataka, ikiwa kama taifa tunakubaliana kuwa na mfumo wa vyama vingi, basi tufanye mageuzi ya kimfumo ya utawala kwenye nchi, tupate katiba ya wananchi itakayotengeneza misingi ya haki katika taifa, haki ya kiuchaguzi, usio uchaguzi wa ulaghai unaotumia mabilioni ya fedha lakini kumbe ni kiini macho. Miaka imeenda, miaka imerudi, leo ni 2026, nchi haijapata katiba mpya. Sasa pamoja na haya yote, kwa sababu ya kukosekana kwa misingi mizuri ya utawala, katiba yetu kama ambavyo pengine kwenye mataifa mengine kuna mifumo ya kidemokrasia, kuna mihimili mitatu ya utawala kwenye nchi inayoitwa mihimili ya dola. Kuna bunge, kuna mahakama, kuna serikali. Kwenye nchi yetu ya Tanzania, ukisema bunge ni kama umeita tu jina, lakini bunge ni serikali. Kwa nini? Bungeni kuna mtu anaitwa katibu wa bunge, naye anateuliwa na rais, yani anateuliwa na muhimili wa serikali aende akawe mtendaji mkuu wa shughuli za bunge. Kwa hiyo bunge ni serikali. Ukisema bunge, kuna mawaziri ambao wanatokana na ubunge wao. Kwa hiyo kumbe bungeni, badala ya kuwa chombo kinachoweza kuidhibiti serikali, na bunge limegeuzwa kuwa sehemu ya serikali kwa kutengeneza mawaziri. Ukisema bunge, kuna mwanasheria mkuu wa serikali anayeteuliwa na rais aende bungeni akawe mbunge, akaende kwenye bunge aligeuze bunge liwe serikali na isiwe bunge linalotimiza wajibu wake. Ukisema bunge, wabunge wote, na ndio maana sio ajabu leo ukasikia wabunge kazi yao ni kuimba nyimbo za mapambio, sifa asubuhi mpaka jioni, wakimpongeza au kumsifia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kwa kufanya hivyo wanarasimisha userikali wa bunge. Leo ukisema kuna mahakama, jaji mkuu anateuliwa na rais ambaye ni serikali. Kwa hiyo ni sahihi tukisema mahakama
na yenyewe ni serikali. Ukiangalia muundo wa utendaji wa mahakama jinsi ulivyo, mpaka mamlaka ya nidhamu ya majaji au mahakimu hawa wa wilaya, wenyekiti wa kamati ya nidhamu ni hawa wakuu wa wilaya ambao ni serikali. Kwa mahakama na yenyewe ni chombo ambacho kinadhibitiwa na serikali, na ndio maana hawezi kurupuka. Majaji wote kupanda vyeo, kulipa mishahara na kadhalika wanalipwa na serikali. Kwa si chombo kinachoweza kusimamia na kutenda haki katika taifa, kwa sababu ya muundo wa utawala kwenye taifa letu, kwa sababu ya misingi ya katiba. Na ndio maana taifa letu linaenda kama linajiongoza. Huoni kama kuna namna mihimili inaweza kudhibitiana, kwa sababu kwa utaratibu wa kawaida mataifa ya kidemokrasia wanasema power should be a check to power. Yaani kwa tafsiri sio rasmi anasema mamlaka yanapaswa kudhibiti mamlaka. Wenye akili duniani waliwahi kuanzisha hii mifumo kuwa na mihimili mitatu ili kuwe na serikali inayoweza kudhibitiwa na bunge na mahakama iwe na uwezo wa kudhibiti mienendo ya serikali pale wanapokosea. Leo kwenye nchi yetu hakuna mahakama yenye uwezo au jaji au hakimu mwenye uwezo wa kudhibiti matendo ya serikali, kwa sababu wanatokana na serikali. Bunge hawana uwezo wa kuisimamia serikali, badala yake ni kujipendekeza, kwa sababu na wenyewe wanatokana na serikali. Bunge lote, wote wenye maamuzi kwenye bunge wanatokana na serikali. Na ndio maana kwenye kikao chetu cha siku mbili sisi vijana tumejadili kwa kina wajibu wetu kama vijana ambao nyie viongozi wetu na wazazi wetu mnatutarajia tutimize wito ule ambao wananchi wanatupenda, wanatutumia kama Chadema, kama viongozi tunaweza kusimama kwenda kwao tukazungumze. Tumejadiliana na tumekubaliana, tunarejea madai ya katiba mpya kwa kufanya operation ya mikutano ya hadhara, na hiyo mikutano itaanza tarehe 14 mwezi huu, na tutakapokuja kwenu kuwaomba support kwamba tunaomba mtu support, twende Busokelo, twende Lupa, twende Umalila na kila mahali, tunaomba mtupokee, tunaomba mtu support. Na nataka niwahakikishie ndugu zangu, pamoja na viongozi wote wa chama, kwa ushirikiano wa kutosha, sisi vijana tutaacha kufika maadamu nyie mtakuwa tayari kutuita, nasi tutaitika. Hakuna mtaa tutaacha kufika, tuje kwenu tuzungumze na wananchi wa maeneo yetu, tuwaeleze kile walichokidai kwa miaka yote imekuwaje kimeshindikana. Naomba nihitimishe kwenye hili kwa mfano huu. Wana wa Israeli walikuwa utumwani Misri, na ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwamba watakaa utumwani kwa miaka 400. Ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwamba mtakaa utumwani kwa miaka 400. Wana wa Israeli wenda walijisahau, wakakaa wakasubiri miaka 400 itimie, na kweli ilitimia. Wakadhani itakapotimia miaka 400 itakuwa ndio siku ya kuondoka kwenda kwenye nchi ya ahadi ile walioahidiwa. Miaka 400 iliisha, wakaendelea kubaki utumwani. Mwaka wa kwanza 401, mwaka 410, mpaka ikafika mwaka 430, ndipo wana wa Israeli wakasema sasa hatuwezi kusema tu ile ahadi ya Mungu itatimia hivi hivi. Wakapaza sauti zao, vilio vyao, ndipo Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli, akamtuma mkombozi Musa aende kuwakomboa. Tutakuja huko, twende tuzungumze tumechukua hatua gani na tunapaswa kuchukua hatua gani ili katiba mpya ipatikane kwenye taifa letu. Tukija tupokeeni na tuungeni mkono. Mnafahamu taifa letu leo tunazungumza, leo ni tarehe 2 mwezi wa 5. Mnafahamu kwenye taifa letu hali ya watu, hali ya utekaji na watu kutoweka. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 5. Tuna kumbukumbu za maumivu, tuna kumbukumbu za majozi, tuna kumbukumbu zinazotuumiza wana Mbeya. Tunakumbuka Mdude Paluka Nyagali, baba wa watoto wake, mume wa mke wake, mtoto wa wazazi wake, lakini kama rafiki yetu, kama mwenzetu, kama mwanafamilia mwenzetu, mpiganaji mwenzetu. Leo tarehe 2 zimetimia siku 365, mwaka mmoja tangu atoweke na hatujui aliko. Na hata kwa ripoti zao wanazozitengeneza wao wamesema watu zaidi ya 700 wamepotea, hawajulikani walipo mpaka leo.
sisi Mbeya leo tunakumbuka ndugu yetu Mdude, na kwa sababu hii ndugu zangu, tusiposimama imara, tukasimama wima kupigania mageuzi na mabadiliko kwenye taifa letu, mwaka mmoja uliopita tarehe kama ya leo ilikuwa kwa Mdude, wenda tarehe 3 au tarehe kama ya leo hii sijui atakuwa ni Chonya au utakuwa ni wewe. Lazima tusimame wima, tuitikie wito wa dhamiri yetu wa kutaka taifa lenye haki, taifa la watu ambao wanawajibika, ili kwa matendo kama haya huwezi ukawa na taifa la watu wanapotea wanafika 700. Haujasikia hata mwenyekiti wa kitongoji, haujasikia hata koplo ama OCD wala IGP wala mkurugenzi wa usalama aliyewajibika kwa maisha ya watu zaidi ya 700. Hawajulikani, hawaonekani, wamepotea. Wanapoteaje watu? Sisi tulipokuwa watoto wadogo, nimekulia kijijini, tukichunga ng'ombe, akipotea ng'ombe mmoja kati ya ng'ombe 20, tena hajapotea kwamba hata onekana wenda amechanganya kwenye kundi la ng'ombe wengine, nyumbani ya kulaliki, nyumbani ya kukaliki, mpaka ng'ombe apatikane. Inakuwaje kwa binadamu wanafika idadi ya 700, hakuna aliyewajibika hata mmoja? Tunahitaji taifa la watu ambao wanaweza kuwajibika, taifa wanaweza kusimamia ukweli, taifa wanaoweza kudai haki, taifa wanaoweza kuleta uwajibikaji. Na hilo ndilo taifa ambalo sisi vijana wetu kupitia kikao tulichokikaa tumesema tutawajibika na tuko tayari kuwajibika, tupate taifa la watu ambao wanaweza kustawi na wakaishi vizuri. Mnafahamu historia ya chama chetu tangu kuanzishwa kwake. Mnafahamu mapito yake, mnafahamu hata haya mapito ya siku 309 ya kuwekwa kizuizini tusifanye shughuli za kisiasa. Ni uzoefu mwingine ambao nyie makamanda mmepitishwa. Fahari na raha yangu nikiwa ninawaona hivi vijana wenzangu, akina mama na watu wote mlioko hapa, fahari yangu ni kwamba mapito hayo hayakuwahi kuwanyong'onyeza, mapito hayo hayakuwahi kuwakatisha tamaa, mapito hayo yamewafanya mko imara, na uimara wenu ni matumaini ya taifa hili, uimara wenu ndio kesho ya taifa hili. Na kwa sababu hiyo nataka niwatie moyo na niwaahidi kama kijana wenu, kwa niaba ya vijana wenzangu, sisi vijana tuko tayari, na nataka niwaambie sisi vijana hatutawasaliti, tutawajibika. Na kwa sababu chama chetu kimepewa imani na Watanzania, tutakaa upande wa Watanzania na tutabeba wajibu huu ambao Watanzania wametupa kwa moyo wa uwajibikaji, kwa moyo wa ukweli, kwa dhamiri yetu kuhakikisha kwamba kile kilio na mahitaji ya Watanzania yanaweza kufikiwa na watu wote wanakaa kwenye taifa kwa furaha, wanakaa kwenye taifa kwa amani, amani inayojengwa kwenye misingi hiyo, msingi wa ukweli, msingi wa haki na msingi wa uwajibikaji. Taifa la watu wanaoweza kufurahi, taifa la watu wanaoweza kuishi maisha yenye maana kwenye taifa ambalo limebarikiwa. Kwa hiyo leo ninasimama mbele yenu, ninatoa wito, tudai katiba mpya inayotokana na wananchi, tudai uwajibikaji kwa watu wote wanaokiuka haki za binadamu. Leo nasimama mbele yenu, tudai majibu kwa kila aliyepotezwa, na kwa maana hii tunaendelea kupaza sauti. Polisi walituambia wamepeleka kufanya uchunguzi makao makuu, tunadai majibu ya uchunguzi kuhusu Mdude. Watuletee majibu, wamechunguza, wameona nini, wamepata nini, na wa mwisho watuambie Mdude yuko wapi, ana hali gani. Ikiwezekana watuletee, tuendelee kuishi naye, na kama sio, kama walifanya huo utaratibu wao wanaofanya, watuletee mwili wake. Sisi tutalia msiba, tutaweka kaburi, tutakuwa tunaona ndugu yetu amelala hapa, kuliko kuishi hatujui hali ya ndugu yetu, yuko wapi, anafanya nini, anafanywa nini. Hatuwezi kubali. Leo nasimama mbele yenu pia, tuendelee kudai chaguzi huru kwenye taifa letu zitakazotuletea viongozi wanaotokana na wananchi, ili waweze kuwajibika kwa wananchi. Ni wajibu wetu sisi Chadema kuendelea kupaza hizo sauti. Sasa wakati nahitimisha, anapopata
anapopata madhara mtu yoyote miongoni mwetu, madhara yoyote ya kupokwa au kunyimwa haki yake, ni ishara kwamba mtu yoyote na wengine wengi watapata hayo madhara. Anapopata madhara mtu mmoja, iwe ni wito na kuamka kwetu kwamba hii haikubaliki, na tupaze sauti kwa pamoja. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba hili taifa ni taifa letu sote, sio mali ya watu wachache, ni mali yetu wote wa Tanzania. Haki sio ombi, haki ni wajibu, na kila ambaye anafikiri kwa sababu ya madaraka au nafasi yake anadhani tumuombe atende haki, ajue haki ni wajibu, sio ombi, na sisi hatumuombe, tunamtaka atekeleze, atende haki. Ukweli sio chaguo, ukweli ni msingi wa taifa, na sisi vijana wanachama wa Chadema tutausimamia huo ukweli. Na uwajibikaji sio hisani. Tunapodai uwajibikaji wa viongozi, tunapodai uwajibikaji wa watawala, hatuombi hisani. Ni haki ya wananchi kudai uwajibikaji kwa watawala, kudai uwajibikaji kwa viongozi wao. Kwa sisi tutaongoza hayo madai, tutaongoza hayo madai kwa nguvu zetu zote, na kwa sababu hata kauli yetu mbiu ya Baraza la Vijana inasema vijana ndio nguvu ya mabadiliko. Tutabeba kauli mbiu hiyo, tutatembea nayo mpaka mabadiliko yapatikane kwenye taifa letu. Na ndio tumekuja kwenu tuwaeleze, mtuunge mkono pale tutakaposhuka huko, tuje tuyalete mabadiliko kwenye taifa letu, na mabadiliko hayo yaanzie Mbeya, wengine watuige. Kwa nimesema miongoni mwa mambo mahususi ambayo tumeyajadili, ambayo tunahitaji utekelezaji wa haraka, ambayo tutahitaji nyie mtuunge mkono, ni kwanza operation ya mikutano ya hadhara ambayo tutaanza tarehe 14, na tutaanzia jimbo la Lupa kule Chunya, na baadaye tutakuja jimbo la Mbeya mjini, na baadaye tutawatangazia wapi tunakwenda. Kwa awamu ya kwanza tutapita mkutano mmoja mmoja kila jimbo, na baada ya hapo tutarudi sasa kuweka makambi kwenye majimbo, kata kwa kata, mtaa kwa mtaa. Kwa hiyo kaeni mkao wa kutupokea, na sisi tuko tayari kuja kuwajibika. Baada ya kuyasema haya